Na karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo masomo haya yanayohusiana na afya kutoka Rastobe Food Product. Natumai una afya njema kabisa. Ni siku nyingine tena napenda kukukaribisha katika mwendelezo masomo haya ili uweze kujifunza. Na kwa siku ya leo ndugu mtazamaji, nataka nijibu swali ambalo nimeulizwa kwa muda mrefu kwamba ni chai gani ambayo inamfaa mtu hasa wakati wa usiku. Ni vitu gani ambavyo unaweza ukavitumia kama chai yako? Kwa sababu si kwamba chai aina zote zinatufaa, hapana. Lakini kuna baadhi za chai ambazo inatakiwa tutumie wakati wa usiku na kuna zingine hazifai kwa sababu zinapelekea matatizo yaliyo mengi katika mwili wa binadamu. Mfano, mtu anayetumia kahawa usiku inaenda kuvuruga mzunguko wa damu, lakini pia inaenda kufanya ukose usingizi kabisa. Lakini pia kuna green tea, chai ya kijani. Watu wanajua chai ya kijani ni nzuri sana kunywa wakati wa usiku, lakini sio hivyo unavyofikiria, kwa sababu ina kiasi cha caffeine ndani yake, ingawa haizidi kahawa. Labda uchague ile green tea ambayo imeondolewa au imepunguzwa caffeine kama decaf green, inaweza kukusaidia. Mfano wa chai nyingine ambayo utakiwa kutumia kabisa wakati wa usiku ni pamoja na black tea. Chai nyeusi utakiwa kutumia wakati wa usiku. Hivi vitu vinaweza vikapelekea matatizo kwenye mfumo wa kibofu cha mkojo wakati wa usiku, ikaongeza kasi ya kukojoa, lakini pia inaweza kapelekea mapigo ya moyo kwenda kasi, na pia inaweza kapelekea usingizi kupaa, yani kukosa usingizi kabisa. Hata kiungulia pia unaweza kupata. Sasa ni vinywaji gani au chai gani ambayo inakufaa au inamfaa mtu kutumia wakati wa usiku, hasa wale wapenzi wa chai? Wengine wanapenda sana kutumia chai wakati wa usiku. Kwanza kabisa, chai inayokufaa wakati wa usiku ni chai ya mlonge au moringa. Moringa au mlonge ina virutubisho vingi, lakini pia inaenda kusaidia mzunguko wa damu kwenda vizuri hata kwenye mishipa ya fahamu, na inaenda kukupunguzia stress. Inafaa sana wakati wa usiku, unaweza ukatumia, lakini uweke sukari kidogo sana. Chai nyingine ni pamoja na chai ya tangawizi, ginger tea. Tangawizi ni nzuri sana hasa kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo. Inaweza ikamsaidia sana. Ni nzuri wakati wa usiku kwa sababu inaenda kusaidia mzunguko wa damu kukaa vizuri, na inaenda kupunguza pia msongo pamoja na vitu vingine. Ila tu utaki kutumia kila siku. Unaweza kutumia mara moja. Na chai nyingine ni chai ya peppermint. Chai ya peppermint au mint kama mint ni nzuri sana kunywa wakati wa usiku. Unaweka sukari kidogo sana. Inajulikana kama mdalasini ya kijani. Ni nzuri kwa sababu ina virutubisho vingi, lakini pia inaenda kuimarisha mzunguko wa damu, inaenda kuongezea kumbukumbu, na pia itakupa usingizi mzuri. Kwa hivyo unaweza kutumia wakati wa usiku, inafaa. Na chai nyingine ni chai ya chamomile kama inavyoonekana hapo. Hiyo chai inafaa sana wakati wa usiku kama wewe ni mpenzi wa chai, hasa wakati wa usiku, kuliko kutumia kahawa. Kahawa sio nzuri kwa sababu ina caffeine nyingi. Itakuchangamsha lakini itakuharibu na itakufanya usipate usingizi. Wanaotumia chai ambazo zina caffeine kwa wingi mara nyingi wanakosa usingizi. Kwa hivyo usije ukatafuta dawa ya usingizi kama unatumia vinywaji vyenye caffeine, mfano kahawa wakati wa usiku. Haistahili. Na chai nyingine ni chai ya mdalasini. Mdalasini ni nzuri sana wakati wa usiku. Kama wewe ni mpenzi wa chai wakati wa usiku, basi tumia mdalasini. Na chai nyingine ni chai ya rooibos kama inavyoonekana hapo. Huu mti inaweza kuwa ngumu kupatikana kwenye mazingira yetu, lakini baadhi ya supermarket unaweza kaipata. Ni nzuri sana rooibos kwa sababu inachangamsha akili, inachangamsha mwili, ni tiba ya tumbo, mishipa ya fahamu, itafanya mzunguko wa damu iende vizuri na utapata usingizi mnono. Kwa hivyo tumia hiyo chai ya rooibos, itakusaidia sana. Na kwa siku ya leo ndugu mtazamaji, sina la ziada. Nilikuwa nakuelekeza chai ambazo zinafaa wakati wa usiku kwa wale wapenzi wa chai wakati wa usiku. Hii itakusaidia sana na itakuepusha na matatizo yaliyo mengi. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine ambapo naenda kuongelea vyakula hatari kwa figo zako.